Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie, hujambo. Mambo sio mazuri katika taifa la Kenya sasa hivi. Ni habari mbaya katika taifa la Kenya baada ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kupoteza mbunge ambaye aliweza kuchaguliwa kupitia chama chake cha Jubilee. Tumepoteza mbunge mwingine sasa hivi tunapoenda hewani. Hii ni breaking news, naomba kuwajulisha, ndio maana sionekani kwa picha, sijafika kwa studio. Tuko kanisani, lakini tukifika kwa studio tutakuwa tunaufahamisha. Nikaona ni vema niweze kuwajulisha kwanza yale ambayo yametufikia sasa hivi. Habari za hivi sasa zinasema ya kwamba mbunge wa eneo bunge wakilishi la Ol Kalou, David Njuguna Kiaraho, ameaga dunia alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali. Sasa hivi spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amethibitisha kuwa mbunge wa Ol Kalou David Njuguna Kiaraho ameweza kufariki dunia siku ya leo Jumapili tarehe 29 mwaka huu alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Kulingana na habari ambazo tuko nazo sasa hivi, tunaambiwa alikuwa katika hospitali ya Nairobi kisha baadaye akapelekwa kule India, lakini ameaga dunia. Wakati wa kuchapisha ama kuleta habari hizi hewani, chanzo kamili cha kifo chake pamoja na ugonjwa aliyokuwa akiugua bado haujawekwa wazi rasmi kufikia sasa. Kiaraho aliripotiwa kuwa mgonjwa sana kwa muda na alikuwa akitafuta matibabu ndani na nje ya nchi. Wetangula pia amethibitisha kwamba ameteua wajumbe wa kamati ya maandalizi ya mazishi ili kushirikiana na familia ya marehemu kuanza mipango maalum ya mazishi. Kamati hiyo itaongozwa na mbunge wa Kinangop kwenye kamati hiyo ambaye anaitwa Kwenya Thuku, akisaidiwa na mbunge wa Nyandarua Faith Gitau pamoja na wanachama wengine 7. Naomba kuyanukuu yale ambayo Moses Wetangula ameyasema kwa niaba ya wabunge wote na wafanyikazi wa bunge la kitaifa, na kwa niaba yangu binafsi ninatoa pole zangu za dhati kwa familia na marafiki wa marehemu Mheshimiwa Kiaraho. Hayo ni matamshi ambayo yalitoka kinywani mwake Moses Wetangula. Ingawa marehemu alikuwa akiua, miradi mbalimbali iliendelea kufanyika kwa niaba yake ili kusaidia wananchi wa eneo bunge lake. Mfano mmoja ni kupokelewa kwa matangi 40 ya maji kutoka Kenya Wildlife Service ili kusaidia shule kuvuna maji ya mvua, tukio lililofanyika hivi takriban tuseme hivi karibuni tu, tarehe 25 ilikuwa wiki jana. Kiaraho alichaguliwa kwa mara ya kwanza kwa mbunge wa Ol Kalou mwaka wa 2013 na akafanikiwa kutetea kiti hicho chake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 kisha mwaka 2022 katika bunge la kitaifa. Bungeni alikuwa mwanachama wa kamati ya usafiri, kazi za umma na nyumba pamoja na kamati ya kanuni na taratibu za bunge. Muonekano wake wa mwisho hadharani ulikuwa mwezi Novemba mwaka jana alipokuwa katika ziara ya kukagua miradi ya miundo msingi katika eneo lake la Ol Kalou. Katika kipindi chake cha uongozi alikumbwa na baadhi ya utata, ikiwemo kuhojiwa kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya takriban shilingi milioni 120 za hazina ya ustawi maeneo bunge kati ya mwaka 2013 na 18. Mwaka wa 2020 pia alihojiwa kwa
ama kupitia Ethics and Anti-Corruption Commission kuhusu madai ya matumizi mabaya ya fedha za maendeleo ya eneo bunge. Keraho anakuwa mbunge wa pili sasa kufariki mwaka huu wa 2026 kufuatia kifo cha mbunge wa Emurua Dikir Joanna Ng'eno aliyekuwa miongoni mwa watu 6 waliopoteza maisha yao katika ajali ya helikopta huko Mosop, kaunti ya Nandi mwishoni wa mwezi jana tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu wa 2026. Kwa hivyo kufikia sasa wabunge ni wawili ambao wamekufa ama wamepoteza maisha yao mwaka huu wa 2026. Kwa hivyo tunaweza kuchapisha na kuripoti habari hizi kwamba huyu mbunge ameaga dunia alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali moja kule India. Baada ya kuwa akapelekwa katika hospitali ya Nairobi, kisha baadaye akasafirishwa kule India kupokea matibabu. Lakini kwa bahati mbaya mbunge huyu ameweza kupoteza maisha yake ghafla, na hayo ndiyo yanaendelea yametufikia katika meza yetu ya habari kwa hivi sasa. Huyu mbunge aliweza kuchaguliwa katika uchaguzi uliopita kupitia chama cha Jubilee. Ikumbukwe ya kwamba Jubilee ni miongoni mwa vyama vya kisiasa ambavyo viliweza kuunda muungano ambao unaitwa Azimio la Umoja wa Kenya, muungano ambao ulikuwa unamuunga mkono hayati Raila Odinga kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliopita mwaka 2022. Huyu mbunge ametumia chama cha Jubilee kwa muda mrefu sasa. Mwaka wa 2013 walikuwa pamoja na Uhuru Kenyatta 17, na mwaka huu wa 2022 katika uchaguzi uliopita. Na kwa hivyo Uhuru Kenyatta amepoteza mbunge wa chama chake cha kisiasa cha Jubilee ambaye ameua kisha baadaye na kuaga dunia ghafla alipokuwa anapokea matibabu katika hospitali moja kule India. Kwa hivyo mengine tutaendelea kuyafuatilia ili kuwafahamisha vile hali ilivyo kufuatia pigo kubwa ambalo limeonekana katika taifa la Kenya kufikia sasa. Naomba kushukuru wote ambao mnanifuatilia kila wakati, na mimi natoa ahadi siwezi kuangusha ila tu kuwafahamisha kila jambo kabla ya kulihakiki. Tunakuja hewani ili kuwafahamisha, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili upate kada zote pindi tunapoziweka katika mtandao wetu wa Kenya TV. Sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.